Bado tupo nawe tukiwa tunamalizia sehemu ya mwisho ya Viwanjani kwa siku ya leo. Mimi ni Alwatan Ramadhan Goda, nimerejea hapa na Adriano James pamoja na Andrew Kinga Mkono, lakini ni wakati sahihi wa kwenda kumwalika Ali Bakari Mufti atuambie kunani, kumezungumzwa nini, kutokana na kipi huko katika mitandao ya kijamii, sehemu ambayo imekuwa moja kati ya vipengele adhimu sana na vinavyopendwa mno. Ali Bakari. Naam. Habari yako ndugu? Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Nimefurahi kuungana nawe Alwatan Ramadhan Goda. Lakini pia Adrian James. Hapa kuna Alwatan, afu hapa kuna Mufti. Yes. Hili jambo hapo. Ali ni ndugu yangu sana. Yes. Ni ndugu yangu sana, na moja kati ya vitu ambavyo najivunia ni mimi kuwa na athari kwenye maisha yake. Chanya. Yani nina athari kwenye maisha yake. Kwa hiyo najivunia sana nikimwona huwa nasema unajivunia. Najivunia. Kwa hiyo mimi ni miongoni mwa watu ambao najivunia athari niliyotengeneza kwenye maisha ya Ali. Kweli au Mufti? Ya ni kweli, mimi ndugu yangu Alwatan Ramadhan Goda na ndugu wetu umeanza miaka mingi, nafikiri toka 2013. Yes, 2013. Kwa hivyo mpaka sasa alhamdulillah Mwenyezi Mungu. Ulikutanishwa na chuo kikuu cha Dar es Salaam? Yes. Baadaye tukaja tukakutanishwa hapa kwa mzee Said Salim Bakhresa. Yes. Kwa hiyo tumefahamiana. Hayo mingine ambao tumefanya mundani katikati kwenye hiyo kwenye hiyo miaka 5. Hizo asali za miaka 5, miaka 12 huju. 2013 mpaka leo. Miaka 12. Hizo asali zako ulizomtumbukizia. Hataki kuzijua kama ni chanya uchanya. Ni chanya, mimi nishakwambia ni chanya. Chanya, of course, ni nzuri kabisa. Chanya. Ali Bakari karibu bwana. Lazima sumaku ina sura mbili bwana. Inasukuma inavuta. Basi nashukuru sana Alwatan Ramadhan Goda, nimefurahi hakika kuungana na wewe. Nimefuatilia wewe tangu mnaanza kipindi. Na wakati mnaanza kipindi ulianza kumuuliza Adrian James ya kwamba alishare hewa kwa muda gani na Mwalimu Nyerere na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa maana ya baba wa taifa hili. Na sisi ndo posti ya kwanza ambayo tutakwenda nayo kiukweli, na kwa sababu ndio siku ambayo alitoka. Na ni majira kama haya ya saa 6 ile tangazo. Yes. Kwa hivyo tumepita katika ukurasa wa mzee wetu, tunaweza kumuita hivyo, ni nguli katika media, Issa Michuzi. Yes, lakini ni bingwa pia katika kupiga picha. Sasa hii ni picha ambayo aliipiga yeye mwenyewe mwaka 1999. Na anasema yeye amekuwa amezoea kuandika hiyo makinikia, unaona hiyo hashtag hiyo. Lakini kikubwa alichokuwa anakiandika hapa, anasema taswira ya kuwasili nchini mwili wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tusome kidogo tu. Anasema leo imepita miaka 26 sawa na miezi 312 ambayo ni sawa na wiki 1357. Amejaribu kudadavua hapo, lakini sawa na siku 9497. Akaenda mpaka kwenye saa, akaenda mpaka kwenye sekunde. Au takriban sekunde hizo unaweza kaona hapo. Lakini tangu tarehe 14 Oktoba 1999, siku ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifariki dunia katika hospitali ya Mtakatifu Thomas London kule nchini Uingereza. Kipindi hicho vyombo vya habari vilifanya mikutano ya dharura kupanga namna bora ya kuripoti msiba huo mkubwa wa kitaifa, kuanzia safari ya mwili kutoka Uingereza hadi mazishi Butiama kule. Lakini anasema siku 2 kabla ya siku ya kuwasili mwili, yani Oktoba 18, 1999, ratiba rasmi ilitangazwa. Baada ya jeneza kuwasili kutoka Uingereza, lingepitishwa kupitia barabara ya Pugu, sasa inaitwa Nyerere, Nelson Mandela, nafikiri hapo nje, nafikiri ndio Nelson Mandela. Lakini Ubungo, Morogoro, Magomeni, Mapipa, Kawawa, Ali Hassan Mwinyi, nafikiri kutoka Moroko pale unaenda daraja la Salenda. Yes, miongoni mwa barabara ambazo TPDC, Mikocheni hadi Msasani. Kwa upande wangu yeye sasa Issa Michuzi anasema mimi siku moja kabla nikafanya ranking ya njia yote, nikitafuta eneo sahihi la kusimama, nilichagua daraja la Manzese, kwani niliona ndio eneo pekee la kuniwezesha kunasa taswira ya mambo makuu matatu kwa mpigo: msafara mzima, jeneza lenye mwili wa marehemu
na maelfu ya waombolezaji pande zote za barabara. Kwa hivyo alisimama pale. Na nafikiri kwa kipindi kile ndio eneo ambalo daraja lilikuwa ndo peke yake lile. Ilikuwa liko juu peke Yake lile. Kwa sasa hivi labda angeenda hata pale Ubungo. Buguruni, sehemu nyingi angeweza kupata. Angeenda Mfugale. Mfugale, yes, tuna maeneo mengi lakini Kijazi. Yes, Kijazi njia ya kwenda Tanga hiyo. Ndio maana umetaja. Si unaanzia pale safari ama ni vipi? Hata wanakwenda Moshi na Morogoro pia wanapita pale. Yes, kwa hivyo kikubwa ni kwamba ametukumbusha kidogo. Alwatan Ramadhan Ngoda, uliiza kuhusiana na kushare hewa tu, tunaweza kusema pumzi lakini mimi nikuulize wewe, wakati uliposikia tangazo la kwamba baba wa taifa amefariki dunia, nini kilikujia kichwani mwako? Kwa wakati huo najua kiasi ulikuwa tayari umeanza kupata akili. Nilikuwa na akili zangu timamu. Yes. Nilikuwa na akili zangu timamu, miaka ya kutosha kabisa ya kuweza kutumwa na mzazi akaamini utakwenda kuchukua ulichotumwa na change rudi nayo. Yani ulikuwa na akili za kutosha. Of course hazikuwa za kiutu uzima hivyo kiasi cha kuchanganua mambo, kuona kwamba aliyetutoka ni mtu muhimu kiasi gani, lakini kwa sababu tayari nilikuwa nimeshaanza shule na nilikuwa tayari nina uelewa wa vitu vinavyokwenda. Kwa hiyo ulikuwa ukitaka ukikaa, uzuri ni kwamba mimi nyumbani kwetu kwa maana nyumbani kwetu kwa bibi yangu kabisa pale Tanga Mabovu kuna baraza ya kahawa. Sasa sifa za baraza ya kahawa unajua inazungumza vitu vingi sana. Sasa zilianza hizo story kwenye majira ya jioni kwa sababu taarifa zilikuwa kama muda huu. Sasa jioni huwa sasa hiyo ndio inakuwa ndio topic. Kwa hiyo kwanza kulikuwa kuna mzizimu. Yaani kulikuwa kuko kimya, poa. Unajua kana kwamba yani kuna kitu kizito sana kimepita. Kwa hiyo ulikuwa huoni tena zile stories za watu kupiga stories za mpira, watu kuzungumzia Simba na Yanga, kuzungumzia sijui watu wote walikuwa wako kimya, kila mtu anazungumza tu kuhusiana baba taifa, kwa sababu ilikuwa kipindi ambacho media zilikuwa sio kama sasa hivi zilivyokuwa. Kwa hiyo watu walikuwa redio, watu redio namna hiyo wanasikiza Radio Tanzania kinachoendelea sasa hivi, msafara mwili umefika wapi na nini na nini. Kwa hiyo kwa akili zangu za umri ule ilikuwa ni vigumu sana kuanza kukumbuka vitu vikubwa na mambo mengine makubwa ambayo baba taifa ameyafanya, mpaka pale ambapo nilipofika kwenye ngazi kidogo ya juu ya elimu ndio kuanza kusoma sasa kwamba Mwalimu Nyerere kumbe alikuwa na athari hii, waziri mkuu wa kwanza wa nchi hii, kisha akaja kuwa rais mwaka 1962 mpaka baadaye muungano ulipotokea akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sera yake au majumui wa Afrika unajua Pan-Africanism. Kwa hiyo na uzuri ni kwamba nashukuru nimesoma historia kuanzia shule ya msingi na mpaka kwenye ngazi ya advance. Nimesoma HKL. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba historia nimeishi nayo kwa kiasi gani kwenye elimu. Kwa hiyo ni mtu ambaye hakwepeki kwenye kumsoma na kwenye kumjua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yes, mimi binafsi kikweli wakati tangazo ile mimi nakumbuka nilikuwa kwa mazingira ya karibu kabisa na nyumbani Tegeta kule. Kwa hivyo tukasikia wimbo wa taifa. Sasa sisi wengine wadogo tulikuwa tujui, lakini wakubwa walikuwa karibu pale walivyosikia wimbo wa taifa wakawa wengi wao wamesimama. Kila mmoja alikuwa anatembea akawa amesimama. Kuna kitu gani kwenye nyakati zile ukisikia wimbo wa taifa kikweli lazima kichwa kitulie kidogo. Yes. Na kisha ndo tukasikia rais wa wakati ule Benjamin Mkapa akitangaza kifo. Kwa hivyo mimi binafsi kichwani mwangu kilinijia kwamba bwana sasa vita ndio inaenda kuanza. Lakini ni mwako yani kichwani mwangu ni sasa yani hapa sasa ndio kila kitu kinaenda kuvurugika kiukweli kabisa. Sisi kinga mkono kwa neno moja wewe au anakumbuka Y2K. Yes, nilimsikia wakati wewe fikra nini? Kulikuwa na wasiwasi kidogo kwa uchache sana. Kwa uchache wasiwasi ulikuwepo kwa sababu nchi ilikuwa inaamini kwamba maisha hayawezi kuwepo bila Nyerere. Kwa hiyo na sisi tulikuwa wakati ule ndo tunamalizia form 4. Sisi tukio linatokea graduation yetu ndio inakuja wiki hiyo. Kwa hiyo yani watu wengi msiba ulikuja ukatuumiza na sisi ambao tulikuwa tunataka kujiandaa kwenye graduation. Yaani ilikuwa mazingira magumu sana shuleni pale. Kwa hiyo vitu vyote vikasimama, hata darasani ilikuwa kama siku kama ya Ijumaa nadhani. Watu hatukwenda tena darasani, ratiba zikavurugika. Kwa hiyo ikawa kumepoa poa tu, mazingira yakawa tofauti kabisa. Sawa. Miaka 26 Yes, mpaka sasa, lakini nchi inakwenda vizuri tu kabisa. Bila shaka ilivyo ni kama vile ambavyo ameiacha kwa muktadha wa amani. Mimea aliyoipanda mpaka sasa hivi miti yake ndio ambayo inaweka kivuli kwenye taifa hili. Yes.
Yes, haya tutoke hapo. Hayo ni ya baba taifa, twende katika posti zingine katika masuala yetu sasa ya kimichezo. Na kujua ya kwamba Alwatan Ramadhan Goda, hii habari mlisoma kwa undani, lakini wenyewe kwenye ukurasa wao Young Africans wameweka picha hiyo ikimhusisha Romain Folz na kocha Patrick Mabedi. Yes, yo. Kwa hivyo ni maana yake ni kwamba na assistant coach na coach mwenyewe. Burudani ya Malawi inaandaliwa. Nakumbuka mlikuwa mnaangalia wakati ule kwamba Yanga wanaenda Malawi, lakini pia wamemchukua Malawi, lakini wanaweza wakapata kitu kidogo. Bwana, njia tupite hapa. Ni kama vile ambavyo Nasruddin Nabi wakati Yanga walivyoenda Tunisia, yes, akajua tufikie mji gani ili kuepukana na baadhi ya vitu, si ndio? Kwa hivyo kuna namna ambavyo Yanga wanaweza kunufaika na hilo jambo. Sawa. Yes, hayo ni Young Africans. Tuende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Najua kwamba tumezungumzia kwa Malawi kwa sababu Young Africans itakwenda kucheza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Masi sawa. Ulikuwa unataka kuangalia comments? Yes, post hii hapa sasa. Bwana comment hiyo. Yes, hawa ni Nsingizini Hotspur kutoka Eswatini kule. Si ndio? Hawa ndio ambao watacheza na Simba Sports katika mchezo wa ligi ya mabingwa mkondo wa kwanza, ambapo hapo Simba Sports itakuwa inatafuta nafasi ya kwenda hatua ya makundi kama vile ilivyokuwa kwa wenzao Young Africans. Lakini hao Nsingizini ni kama wameamua kutumia fursa. Kabisa. Yes, ni fursa ya kujitangaza. Tembelea nyota hao. Yes, kama kawaida. Yaani kila siku hazipungui posti karibuni 3 zinazohusiana na mechi yao hiyo. Na ni mechi ni tarehe 19. Kwetu sisi hapa itakuwa majira ya saa 10, lakini kwao itakuwa majira ya saa 9 bila shaka. Masia. Lakini comments hapa karibu zote ni za Kiswahili. Maana yake ni kwamba zinatoka hapa Tanzania. Wana Simba tuliokuja kwa Zoom hawa jamaa tujuane hapa. Huyu ni msema kweli wa Insta. Lakini mwingine anasema 5G shauri yenu. Anawatahadharisha Kelvin Yoyoka Mugisha. Lakini Paroko 686 anasema huenda hawanaga mashabiki hawa, labda ndio sehemu pekee ya wao kujitangaza kwa kuwa inacheza na Simba. Mwingine Albert anasema oya, mnaposti sana hii mechi, kuna shido? Shida ipo. Shida ipo? Shida ipo. Shida ipo. Bwana wameamua kutumia fursa. Wametumia fursa. Ukimwona jumbe mwamkia hapo hapo. Sasa hao waona kabisa hii ndio nafasi ya watu kutujua. Sisi yani jinsi mnajua Simba, sasa sisi ndio tunacheza nao Simba sasa. Nao Simba. Kwa hiyo umetembelea nyota. Yes, wakati naichukua hii post ilikuwa ni dakika 35 zilizopita. Kwa leo hii hapa toka hakupostiwa. Kwa hivyo maana yake ni wameamka tu. Wameamka nayo. Wameamka nayo. Yes, tutoke hapo tuende katika posti nyingine. Twende yes bwana, Azam FC nakumbuka mlicheza ripoti ile ya Musa Kawambwa kuwasili kwa Azam FC visiwani Zanzibar. Lakini KMKM wenyeji wa Azam FC wao ndio wameposti hii picha. Wakisema wapinzani wetu katika kombe la shirikisho barani Afrika, Azam FC tayari wamewasili Zanzibar. Uongozi wa KMKM ulifika kuwapokea. Yes, nafikiri si ndio kosta yao ile kule. Kikosi maalum cha kuzuia magendo. Yes, wameenda kuwapokea. Kwa hivyo ni swala la upendo, lakini na unajua kikawaida tu, yani kimajukumu. KMKM ni ngumu sana kuwakosa pale bandarini. Kwa sababu kazi zao kwa kiasi kikubwa zinafanyika pale. Hadi pale hawakosekani. Sawa. Kwa sababu wao si ndio kikosi maalum cha kuzuia magendo. Sasa magendo sehemu yanakopitia bandarini, airport, kwenye fukweni. Kwa hiyo hawakosekani pale. Kwa hiyo swala la kusema tu jamaa nani yuko hapo? Yuko fulani. Sasa bwana sikiza wewe pokea za. Ni utaratibu ambao unafanyika kwa timu zote, kwa maana ya hata kwa mfano Yanga au Simba wakienda nje. Wenyeji lazima utaratibu wa kidunia wa CAF wanafanya lazima. Ni lazima muwe na liaison office. Hivi hata kama mnapajua kiasi gani. Hivi KMKM wangewaandalia basi Azam FC kama nani wanaandalia kama mwenyewe ungetaka. Unajua siku hizi timu nyingi hazitaki. Yaani gari watatoa. Lazima watoe. Gari watatoa. Azam kulitumia shauri zao. Au wakiamua humo ndani wapakize vyakula, wapakize juisi, wao. Lakini gari watawapa. Tuendelee. Sawa, yes, hayo ni ya KMKM katika mchezo wa kombe la shirikisho. Sasa
Alwatan Ramadhan Ngoda, tangu nikufahamu sina shida ama sina taarifa ya kwamba una shida na macho. Hapana. Hapana Sina. Aliyepo hapo unamuona vizuri? Unaweza kumtambua? Ahmed Arajiga. Arajiga. Ndiye aliyechezesha mchezo wa jana wa Cape Verde dhidi ya Eswatini. Yes, Eswatini. Wa kutinga ama kombe la kufuzu. dunia. Yaani ile ndio mechi iliyowapa Cape Verde tiketi ya kucheza World Cup. Sio kwenda kuzunguka playoff. Yaani mpaka tunapozungumza hivi sasa. Moja kwa moja. Mpaka tunapozungumza hivi sasa. Wao wana uhakika wa hoteli. Wao wanaandaa. Imekuwa ni timu ya 6 kutoka Afrika. Yes. Ndani ya historia ya Cape Verde kuna Mohamed Arajiga. Kuna Ahmed Arajiga. Yes. Ni jambo kubwa kiasi gani Alwatan? Najua mbali na utangazaji wewe pia ni mchambuzi. Ni jambo kubwa kiasi gani kumuona Arajiga? Ndio kazi yangu ya kwanza. Yes. Yangu ya kwanza. Ni jambo kubwa. Unajua hiyo ilikuwa ni kwa Kiingereza nasema ni decisive match. Yaani ni mechi ambayo ilikuwa imeshikilia hatima ya nchi kwenda kucheza kombe la dunia. Kwa hiyo kukabidhiwa maana yake credibility yako wewe ni kubwa sana. Yaani watu wamekuamini na wanaamini sio tu uzoefu wako, weledi wako kwenye swala la kutafsiri sheria, lakini pia utendaji haki wako, umakini wako, kwa sababu unajua kitu ambacho angeweza kuamua Arajiga kinyume tu na taratibu, kinyume na sheria, kingeweza kuigharimu Cape Verde. Mfano labda angekuja akatoa kadi nyekundu isiyokuwa halali kwa Cape Verde wakacheza pungufu, Eswatini wakaweza kunufaika na hiyo advantage ya mtu mmoja uwanjani, au angeweza kutoa penalty isiyokuwa halali kwa Eswatini wakapata penalty, mechi ikaisha 1-0 au 1-1, wangenufaika watu wengine. Ina maana ungekuwa umeathiri safari ya Cape Verde kwenda World Cup. Kwa hiyo nafikiri hata FIFA kumwamini Ahmed Arajiga imetengeneza kitu kikubwa katika career yake kwanza ya uamuzi, lakini pia hata kwa Tanzania kama nchi, kuona kwamba nchi ya Tanzania wapo waamuzi wanaoweza kuaminiwa kwenye mechi kubwa na muhimu kama hiyo. Of course sio mechi yake ya kwanza kuchezesha kwenye ngazi za CAF na FIFA, ni continuation ya kila ambacho amekuwa ameendelea kukifanya. Kwa hiyo kudos kwake, na nafikiri kama nchi tuna haki ya kujivunia kama tunavyojivunia kuwa na kijana anayeweza kusoma taarifa za kimtandaoni kama Ali Bakari. Yes, huyo ni Alwatan Ramadhan Ngoda. Adrian James, ulitaka kutia neno moja tu? Neno moja ni kwamba moja kweli. Neno moja kwa Arajiga ni kwamba juhudi zake na kusimamia sheria 17 za soka kwa usahihi mkubwa ndio kumemfanya kufika pale. Asante. Yes, tumalizeni na Azam TV Sports. Wametuwekea wanasema wiki ya moto. Wiki ya moto kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuna mechi kadhaa kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV ambazo zitakufanya wewe upate ile burudani, na tunaposema burudani kwa wote, na hivyo ndivyo ambavyo itakavyokuwa. Kuna mechi mechi ya kirafiki leo hii majira ya saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, maana ya Irani dhidi ya Tanzania. Hiyo ni mechi ya kirafiki, utaiona. Lakini pia kuna ligi ya mabingwa ambapo Silver Strikers watacheza dhidi ya Young Africans ama Young Sports Club. Hiyo itakuwa ni tarehe 18 majira ya saa 10 jioni. Lakini pia mchezo wa Bundesliga itakuwa Bayern Munich na Dortmund majira ya saa 7, itakuwa ni saa 1:30 usiku. Hiyo ni Jumamosi tarehe 18 Oktoba hii. Lakini pia Serie A, AS Roma watacheza na Inter Milan, mchezo mkali kabisa tarehe bonge la mechi kabisa. Kwenye upande wa ligi ya mabingwa tarehe 19 Nsingizini, tumetoka kwa Soma hapa, watacheza dhidi ya Simba Sports majira ya saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini Getafe watacheza na Real Madrid tarehe 19 pia. Hiyo ni La Liga. Yani Bakari Real Madrid ameswing yani anaonesa hivi yani. Real Madrid lakini sielewa. Amekufurahisha sana. Lakini kwa Madrid anastahili kuwasoma hivyo. Kaka hawa kubwa. Kwa sana. Umewataja vizuri wakubwa sana. Basi nashukuru. Heshima na stay. Kwa hivyo ni kwa shilingi 28,000 tu burudani hii yote utaweza kuipata kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Alwatan Ramadhan Ngoda, nirejeshe kijiti kwako, lakini nikupongeze tu katika vitasa tarehe 10 pale katika viwanja vya Posta Kijitonyama ulifanya kazi nzuri. Nashukuru sana. Unaniruhusu? Nimefurahi. Umefurahi? Umefurahi sasa. Na mimi nilijua bila kusema hilo usingefurahi. Asante sana Ali Bakari.